kuna wakati unapopitia changamoto katika ndoa yako, unapopitia changamoto katika maisha yako, unapopitia changamoto katika kazi yako, Mungu ameamua upitie hiyo changamoto ili aone kama utamtegemea. Kwa hiyo haikumpasa Elimelek ambaye amebeba jina linaloutangazia ulimwengu kwamba Mungu ni mfalme wake na ni mtoto anayekula ikulu, atoke aende kwa watu waliolaaniwa kama Moabu kutafuta chakula. Ilikuwa ni tusi kwa Mungu, na ndio maana Mungu aliwaua. Kwa sababu inafaa wa Moabu watoke waje wamwabudu Mungu wa mbinguni, sio hawa waende. Na ndio maana Mungu anapata credit kubwa kwa Ruth ambaye alikuwa ni binti Moabu, na ameamua kukana nchi yake, ameamua kukana ukoo wake, na anasema, mama, huko unakokwenda nitakwenda, utakachokula nitakula, watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwamba hawa wamekimbia njaa, huyu binti anatoka kwenye chakula anakuja kwenye njaa. Elimelek anashindwa kusimama kama mzazi anayesimamia familia licha ya changamoto zilizoko ndani ya kanisa. Hupaswi kutoka ndani ya kanisa, ng'ang'ana hapo hapo kwa sababu Mungu atakuokolea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Elimelek anaondoka, na anapokwenda huko anashindwa, anawatoa watoto kwenye urithi wao. Na kwa bahati mbaya sana, ukilichunguza jina Moabu, maana yake Kiebrania ni watu wanaotoka kwenye urithi wao, ni watu wanaotoka kwa baba yao. Na hawa anatoka kwa Mungu, anakwenda kwa kukaa Moabu, na akiwa kule sasa Mungu anaadhibu. Kwa nini Naomi kuadhibiwa? Inawezekana kwa sababu ya sheria ya Kiyahudi iliyokuwepo. Baba anapofanya maamuzi, mwanamke hakupaswa kuinua hata kimdomo. Ni siku hizi tu mmepata uhuru huo. Wanawake wa Kiyahudi walikuwa hawaongei. Mungu akampa Ruth heshima, na ndio maana kitabu chake kipo, kwa sababu ni Moabu aliyeukana ukabila aliokuwa nao, akakana utaifa aliokuwa nao. Hakuangalia umaskini wa huko anakokwenda. Kama Yesu alivyokubali kuzaliwa kwenye hori ya ng'ombe, Ruth naye akakubali kuwa maskini wa kuja kuokota arage moja moja shambani aweze kupata chakula. Lakini mwisho wa siku Ruth anasimama, kupitia uzao wake Yesu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi leo mnapita kwenye changamoto na mnaamua kuuza uzaliwa wenu wa kwanza? Huko mnakokimbilia, mnakimbilia kwenye kifo.